Kwanza niseme kwamba sisi tuna kiongozi federation ambaye amechaguliwa si na mkoa wa Dar es Salaam. Amechaguliwa na mikoa yote ya Tanzania. Inamaanisha katika mikoa ya Tanzania yote tuna wawakilishi ambao wako chini ya Simon Mwakifamba. Kwa hiyo kulikuwa kuna uwezekano kabla ya haya maandamano tukawaita wale viongozi wa mikoani nao wakaja wawe wawakilishi wa wakuu wa mikoa wa mikoani, ili kuhakikisha kama harakati hizi wale wakazirudishe kwa wakuu wa mikoa wa mikoani, kwa ajili kuhakikisha Mwanza, Shinyanga, Bukoba kote zinafanyika kwa wakati mmoja, kwa sababu harakati hizi zinahitaji na ushirikiano wa jeshi la polisi. Harakati hizi zinatakiwa ushirikiano na TRA. Hapo ndo tunaweza tukakamata, maana tulikuwa na miundombinu ya stika hata sijui ilishia wapi. Kwa hiyo bila kuviunganisha hivi viumbe vyote tutabaki tunapiga maktime. Na maktime mwenyewe nasemaje, vitu vyote vinavyoanzishwaga Dar es Salaam vinaweza vikawa ni upepo, vinaweza vikawa ni fashion au vinaweza vikawa njia ya kujipatia ustaa. Mimi nasema hatukutakiwa kutoka hapa na malori, tulitakiwa tukae chini tujue tunalisolve vipi hili. Tulitakiwa tukae na wale wasambazaji, sio machinga. Wale wasambazaji watuambie, vipi bwana, filamu kwa nini inakaa miezi miwili? Hatuna ubora. Mnataka ubora tuufanyaje? Ubora mnaujua nyie. Tunarudi tena kutafuta ubora tunaojua sisi ili turudishe bidhaa hii sokoni. Lakini pili, wenzetu wa Nigeria wametufundisha mpaka sisi huku tabia mbaya. Wameweza kukizi matakwa ya kuonyesha filamu zao mila na desturi za Nigeria mpaka kwenye mziki. Kuanzia filamu mpaka mziki. India nao wakafanya hivyo hivyo. Wakaonyesha mila na desturi ya kuanzia mavazi mpaka filamu zao. China wakatumia nayo hiyo kuanzia, na ndio maana tuna view hapa vya kumfu. Sio kwamba sisi tunapenda kumfu, sio mila yetu kumfu, lakini tulichukua huko tukaziweka hapa kwa kupitia filamu. Tanzania, identity ya filamu ya Tanzania ipi? Kwa sababu tukisema identity ya Tanzania filamu, tukiamua kabisa kuna Mkwawa alijiua, hiyo ndio identity ya kuwaonyesha kwamba kule Iringa kule kuna kitu. Tuna Mtemi Milambo, tunaweza tukatengeneza filamu ya Mwalimu Nyerere ambaye dunia nzima inamjua. Wakina Burito hao tupo. Tunaweza tukatengeneza filamu ya watu ambao tunasema tunaua vikongwe kwa ajili ya macho mekundu. Wakaijua Tanzania na wageni wale wakaja kupitia Tanzania kuangalia filamu zetu. Leo tunatumia nguvu nyingi kutaka kumtoa mtu kwenye cheo chake. Tukiuliza nini? Tunauliza kuna kitu fulani kinahitajika kufanyike. Kitu gani? Harakati. Aliyekwambia huyu hataki harakati nani? Nani anayekataa kusaidiwa harakati za kuifanya sehemu yake iwe bora? Nani anakataa? Nionyeshe mtu mmoja anayekataa harakati. Lakini ninachoshangaa, harakati hizi badala za kufanywa kwa taifa zinafanywa kwa kuwaumiza watu. Ni mbaya sana. Nataka niwaambie Watanzania wenzangu, na hili naomba kwa wasanii wenzangu, tusitukanane, napo tunajidhalilisha. Tunatukanana kwenye mitandao jika sana, tunatoka povu, tunajidhalilisha. Ile hekima, ile busara, ile sifa ya msanii inapotea kutokana na utandawazi wa mitandao hii. Unaweza ukawa unaheshimika sana, unaweza ukawa umejenga jina lako kwa muda wa miaka 25, lakini ukalipoteza sifa ya jina lako kwa sekunde 5. Tukidhi mdomo wetu kuangalia tunapotaka kulitamka jambo. Jambo lina athari, jambo lina sababu, jambo lina nia, lakini jambo linaweza likakushushia heshima. Mimi binafsi napenda nimshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini nichukue nafasi hii na kumshukuru Mheshimiwa Rais. Lakini aliowaita sio Arasi, labda alikuwa na nia njema tu, maskini ya Mungu, ya kutaka kutuongoza. Alikuwa na nia njema ya kutaka kuona soko la Kariakoo linaongoza kwa kuuza filamu.
za Tanzania, lakini waliowaita sio. Tasnia hii haiongozi na mastaa watano. Tasnia hii tukianza kuzungumzia, tunazungumzia wakina Kipemba, wakina Nyama Yao, Bihindu, Mama Natasha, Mona Lisa, Biambiliki, sijui na wote, hadi wale waliokuwa wametangulia mbele yake wote. Kwa hiyo tungekaa kikao kikubwa sana cha tasnia kikiongozwa na Mheshimiwa Rais wetu wa chama cha TAF, tukasema matatizo yetu. Namalizia kwa kuambia mtafakari, sisi tunauza master. Sisi tunauza master. Mimi sina duka Kariakoo. Mimi sisambazi, sina mashine za kusambaza. Mimi mnaniambia nilipe kodi, nalipa kodi ipi? Na katika mkataba wa msanii kuna sehemu unaambiwa jaza sehemu utakatwa makato ya kodi, unakata. Sijui utafanya makato hivi, unakata. Mnanikataje makato hayo? Ingekuwa ile ni hati miliki yangu, una uwezo wa kunikata kimakato. Lakini ile ni makato ambayo unanikata mimi, hayahusiani na mimi. Mimi nauza ile mali niliyokuwa nayo. Inawezekana wakati nailinda ile mali nilishakatwa TRA. Sasa nimekuuzia wewe, inamaanisha haki zangu zote nimekupa wewe. Wewe ni haki yako kwenda kulipa kule. Tumeibiwa sana. Lakini hizi nguvu zinazotumika, tumuombe Mheshimiwa Rais kama alivyosema Rais Mwakifamba hapa. Tunahitaji viwanda vya industry, usambazaji. Tungekuwa na wasambazaji wengi, haya matatizo yote yasingetokea. Kwa sababu bidhaa yako wewe unawaza tu, bwana milioni 30, hapana bwana naona hii hainilipi. Unatoka unaenda sehemu nyingine. Hebu tupate viwanda 10 au 5, hata 3 vya kuuza kazi zetu. Haya matatizo yasingekuwepo. Tunaiangalia njaa ya leo kwa ajili ya matumbo yetu. Hatuangalii vizazi, kwa sababu tuna mila na desturi ya kusema baba akianzisha mtoto naye atakuwa. Ndio maana kulikuwa kuna Alfan Ngasa, akaja Mlisho Ngasa. Wote ni wacheza mpira. Tuangalie, atatoka Steve Nyerere, atakuja Nyerere Junior, naye atakuwa mcheza filamu. Umemwandalia mazingira yapi ya kumfanya mtoto aje kuishi katika mfumo imara? Umemwandalia mazingira ya kuandamana? Umemwandalia mazingira ya kupata fedha? Umemwandalia mazingira ya kuwa mpana na dunia ikamuelewa? Au umemwandalia mazingira ya kuchukua ya Juma kuyaweka ya Hamisi, kuyachanganya na ya Mwajuma, kuyaweka wagombani? Industry itakuwa, industry itaendelea kuwa, na ninasema wote mnavimbishwa vichwa, kila mtu ana connection yake. Tusitishane. Ifike wakati tuwe wote na nia moja ya kulijenga taifa hili. Taifa hili litalindwa na Watanzania wenyewe. Na Watanzania wenyewe ndio sisi. Na sisi ndio hao ndio rais anatuhimizia tufanye kazi. Na kazi yetu ni filamu. Tuidumishe, tuiweke bora ili tuipeleke mitaani, iuzike kwa ubora wake. Isiuzike kwa maneno ya tumbo la leo na kesho kutwa. Asante sana.